kuwahamisha walimu, kuwatoa kule na kuwapeleka maeneo yeye yanayotaka. Mimi sina nakala, sina taarifa, hata ile simu ya kusema sasa mheshimiwa diwani, sisi walimu tunawahamisha kuwatoa Kacheli, tunawatoa kule Kacheli ya ambao ni ya zamani na kuwaleta Kacheli mpya ambao ni ya London, hajaniambia. Tuanze tupate maelezo, labda tujiridhishe tu kwamba tupate maelezo mafupi ya mradi na hali ilivyo, labda kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule. Kwanza tupe ABC kidogo. Naona maana sasa hivi mko hapa, naweza kutueleza kwa ufupi. Mko hapa maana mara ya mwisho nilikuja Kacheli kwenye kampeni nilikuta tu Kacheli na Rubuvu. Sasa labda maelezo mafupi, baada ya hapo tunaweza tukajua pia cha kuzungumza ABC kidogo. Yaani hapa mkuu wa shule hayupo. Mkuu wa shule hayupo. Yaani kwa maana ya mwalimu mkuu wa shule hii ya msingi Kacheli wala Luguvulelini hayupo. Kwa hiyo kwa maelezo ya maeneo haya yanaleta mkangano kwamba yani wale walimu ni kama wako hamishoni, ni watu ambao hawaelewi wamehamishwa, lakini mahala walipohamishiwa hawaelewi na wao wafanye nini. Kwa ukizingatia hao nao waona hapa na mwenyekiti wa kile kitongoji cha Kacheli yuko hapa. Nashtukia kwamba walimu tu wanakuja kuchukuliwa, hapana sababu, hawajaambiwa jambo la aina yoyote. Lakini pia tunasindikiza na mzee wa Kacheli hapa. Ni mwenyekiti wa kamati ya shule. Mwenyekiti wa kamati ya shule. Kamati ya shule. Naona kwa hapa wengine waliopo ni mtendaji wa kijiji cha Zeze, mwenyekiti, lakini pia viongozi wangu wa chama kwa maana ya tawi na kata wapo hapa, na wazee hawa na wananchi wa Zeze ambao kwa dharura wamekuja. Kwa hiyo kiufupi, namna ya walimu kuhamishwa kutoka kule na kuletwa huku ni jambo gumu, lakini pia kwa historia nzima ya hii London, tuseme hii haya majengo tunavyoyaona yamejengwa kwa ulazima, kama yani lazima ya mkuu wa wilaya kwamba lazima majengo yajengwe hapo na TFS. Haya maeneo kama mnavyosikia kwamba ya London ni maeneo ambayo tangu mwaka 73 74 watu wanatoka Mahabeni huko, kisikia Malumba, Buhigwe, Magunga huko, Helu, wamekuja huko. Haya maeneo ikionekana kwamba ni kwenye hifadhi ya tangu miaka hiyo, lakini watu wamefika wanalima. Kwa majengo haya kujengwa mpaka unaona yanakuwa hivi, kila mtu alikuwa anashangaa. Hata kama angekuwa nani alibaki anashangaa, kumbe na hapa ni hifadhi, mpaka majengo yanajengwa hapa. Sasa kwa sababu mkuu wa wilaya muda mwingi sasa hakupenda kusikiliza mawazo ya watu, yeye kile ambacho meneja wa TFS walifanya kama andiko la kusema kwamba London hii sasa ndo inateuliwa kama sehemu ya kusema kwamba sasa inatoka kwenye hifadhi kwenda kwa wananchi. Hizo dokumenti za kuhamisha na kuhararisha hapa pawe sasa kutoka kwenye hifadhi kwamba pawe huru kwa ajili ya maandalizi ya wananchi. Hiyo dokumenti mimi niliwabana tukawa kwenye kikao cha serikali ya kijiji Zeze. Sikupewa hiyo nakala. Na hata mwenyekiti aliyekuwepo, bahati nzuri tulikuwa na huyo bwana. Mwenyekiti mwenyewe aliyekuwepo ndiye na leo tuko naye. Sasa tunawaambia basi tupatieni nakala sasa za uhalali wa hayo maeneo. Hakuna. Lakini pia ukiangalia jengo hili hapa kwa mipaka ya TFS yenyewe, hili jengo halipo sehemu ya TFS. Yaani ni sehemu ambao walichukua kwa wananchi. Wakati sasa mimi ninasema kwa sasa hii mipaka ukiangalia mingi iko hapo. Sasa hii hapa sasa ambayo inaonyesha mpaka ni huu hapa. Sasa hili jengo kuletwa huku, wakati mimi namwambia mkuu wa wilaya, mkuu, hili jengo limewekwa pembeni. Tena tukiwa maeneo haya na tukiwa kwenye kikao nilimwambia. Asema wewe ndio unatuzuilia shule yetu isijengwe. Kwa maana nzima humu katikati, maana yake mawasiliano hayakuwepo. Sasa wazo kubwa sana ambalo wakati ule mimi nilikuwa nalo sasa. Mimi nikasema wakati sasa ndo haya majengo yanajengwa. Nikasema kuliko kuwanyang'anya watu hili eneo na kulihalalisha kwamba ndio liwe halali kwa ajili ya kujenga shule na kuhamisha watu watoke kule kuja huku, inakuwa ni ngumu wale watu wa kule kuhamia huku na hawa wa huku, kwa maana ya haya
majengo yanayojengwa hapa au kuchukuliwa haya maeneo ni vita ya pili. Kwa nini kama Ruguvu na Kacheri na ni sehemu ya TFS, kwa nini meneja asiteue zile mita au kilomita zilizopangwa hizi zilizochukuliwa hapa ndizo akazichukua kati ya Ruguvu na Kacheri, akaangalia sehemu moja wapo kwamba ichukuliwe ndio iwe sehemu moja ya kujenga nini, ya kujenga shule zote mbili. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, hapa utakuta kwamba kwenye kata hii kuna vitu ambavyo tuseme serikali imefanya bila kuhusishana vizuri, bila maelewano mazuri, manake kila kitu walitengeneza cha ubishi, yani bila kumsikiliza mwananchi, bila kusikiliza mawazo ya wananchi, ambapo kama manager wa TFS kutengeneza andiko la kuhalalisha hapa kwamba sasa patoke kwenye hifadhi pawe huru, ni aheri angetengeneza kutafuta kipande kimoja kati ya Ruguvu Lelini na Kacheri ndio kikateuliwa kwa mita hizi ambazo zilipimwa hapa ndio zikawa, au kwa ekari zilizopimwa hapa ndizo zikaenda kupimwa kule. Na ukizungukia Kacheri na Ruguvu yake ni sehemu kubwa sana ambayo hii hapa ni ndogo ukiangalia. Sasa ukiangalia hapa kuna watu ambao wamefika hapa wakiwa vijana. Haya mashamba ndio ambao wamekuwa wakialima wakiwa vijana. Leo wamezeeka. Leo wananyang'anywa na watoto. Halafu anakuja mtu mwingine. Maana vita inayotengenezwa ni ipi? Yule aliyekuja kule ni mgeni. Yeye ametoka maeneo mengine, amekuja huku kama sehemu ya kufuga, na mwingine amekuja sehemu ile kama sehemu ya kulima. Then baadaye sasa tukasema palipo na watu, manake serikali iweke mkono wake ndio shule zile zikasajiliwa ili watoto wapate elimu. Sasa kupata elimu na ule uhalali wa kule waje wahalalishe huku. Huyu mzazi wa mtoto huyo ambaye atatoka Kacheri aje huku, amepewa kiwanja, amepewa na shamba, amegawiwa kwenye mashamba ya mtu. Mtu ameshapanda michikichi, mtu alishapanda parachichi, mtu ana muhogo. Yaani haya mashamba kiangalia ukishuka huko chini mzee yameendelea sasa. Kuna uhalali upi sasa wa huyu mtu kumtoa Kacheri na Ruguvu kumleta huku? Halafu ataishije? Maana ataishi amelindwa. Maana hiyo ni vita ambayo niseme kwamba serikali na uhalali wa London kugawiwa watu na kujenga shule hapa, niseme nimekuwa kikwazo kwenye serikali. Nimekuwa kikwazo kwenye serikali ambapo hatukuelewana tena na serikali, na ndio maana hata afisa elimu mpaka dakika hii kuwahamisha walimu, kuwatoa kule na kuwapeleka maeneo yeye yanayotaka, mimi sina nakala, sina taarifa. Hata ile simu ya kusema sasa Mheshimiwa Diwani, sisi walimu tunawahamisha kuwatoa Kacheri, tunawatoa kule Kacheri ya ambao ni ya zamani na kuwaleta Kacheri mpya ambao ni ya London, hajaniambia. Kwa hiyo mpaka naamka asubuhi walimu tuko nao pale Rusesa wanasema sisi tumelala hapa tumefika saa 8 usiku. Tumehamishwa. Na watoto manake watoto wako kule wako na wazazi wao, serikali itajua namna. Haya, leo ni tetesi tu ambazo mimi nazisikia kwamba afisa elimu anatengeneza utaratibu kwamba wachague wanafunzi kutoka shule ya msingi Zeze na Kitibitibi ndio waje wasomee hapa. Sasa huyo mzazi wa mtoto wa Zeze amkubali mtoto atoke ile shule anayosomea halafu aje hapa. Na ukiangalia kilomita za kutoka hapa mpaka kule majumba yaliko mzee, nako pia kuna hatua. Huyo mtoto mdogo wa chekechea, darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu, atoke kule aje asomee hapa. Mimi naona bado utata ni mkubwa. Kwa hiyo kifupi iko hivyo. Asante. Labda mimi nashukuru. Labda nisikie maelezo mafupi kwa mtendaji wa kijiji.